Nikiri nimeshindwa kuvumilia kuendelea na shughuli zangu wakati kuna vijana wetu watatu wamelala pale. Namshukuru baba askofu, baba mchungaji na shehe kwa kutufariji. Lakini nataka tukiri kwamba tukio hili ni gumu. Tukio hili sio jepesi kulipokea, hasa sisi wazazi. Niliposikia habari hii, nimeguswa kama mama, nimeguswa kama mzazi, lakini nimeguswa kama waziri ambaye ninasimamia shule za msingi na sekondari za serikali. Kwa hiyo katika hatua hii mimi naomba ndugu zangu niseme kama serikali tumesikitishwa sana na tukio hili kwa kuwa limesababisha kupoteza maisha ya vijana wetu. Wanafunzi hawa ni taifa la kesho ambalo wanategemewa, wangeweza kuwa madaktari, wangeweza kuwa manesi, wangeweza kuwa mainjinia, wangeweza kuwa wakurugenzi, wangeweza kuwa wakulima wazuri, wangeweza kuwa wahasibu. Lakini tunamshukuru baba mchungaji kwa kutufariji na kutupa neno la Mungu kwamba imetokea kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa ndugu zangu, wazazi wa Daudi, wazazi wa Rehema, wazazi wa Isaya, poleni sana. Poleni sana. Lakini jambo ambalo limenifanya kuja hapa baada ya kusikia taarifa ya ajali hii, namshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naye jana aliweza kuja na kamati ya ulinzi na usalama. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kaka yangu Maganga pamoja na viongozi wote wa wilaya na mbunge ambao tangu jana wako naye. Lakini na mimi nimeweza kwenda kwenye eneo la tukio. Wakati tukisema na kuamini kwamba ni mapenzi ya Mungu, lakini nimeona eneo la tukio. Ndugu zangu, kwa macho tu nataka kukiri kumetokea uzembe katika kuwasimamia watoto wetu. Hili siwezi kukubali. Kama waziri wa TAMISEMI siwezi kukubali tukapoteza watoto wetu. Baba mchungaji utanisamehe, nimeguswa kama mzazi, lakini nisingependa kuona watoto wengine tunawapoteza kwa sababu ya uzembe wa walimu, kwa sababu ya watu ambao hawajaweza kutimiza wajibu wao. Kwa hiyo ninavielekeza vyombo vya dola, kwa sababu sitaki tukio hili litokee tena kwa shule zetu za msingi na sekondari. Mkuu wa mkoa uko hapa na vipa vyombo vya dola siku 7 mchunguze suala hili, mniletee taarifa, kwa sababu tukio limetokea kwamba watoto wanaenda kutoa mchanga. Samahani baba, umetuambia tu wafariji, lakini nimeumia. Ukienda pale huwezi kumwacha mtoto akaenda bila usimamizi wa mwalimu. Lakini la pili, wametumwa kuchukua mchanga wa kujenga choo. Serikali imeleta milioni 13 na milioni na laki mbili. Sasa baadaye wangekuja kutuandikia mchanga umenunuliwa, kumbe wametumikishwa watoto wetu. Lakini ninao waraka wa elimu namba 3 wa mwaka, samahani nimekuwa emotion, nimeumia kama mzazi. Wazazi nataka kuna mimi kushare majozi yenu, kilio che. Waraka namba 3 wa mwaka 2016 kuhusu utekelezaji wa elimu msingi bila malipo. Haukatazi watoto wasishiriki katika shughuli za kujitegemea. Inaruhusiwa. Watoto wanafundishwa shughuli za kujitegemea ili waweze kujengewa kufanya kazi. Stadi za kazi zinatumika. Lakini hili tukio haikuwa stadi za kazi, ilikuwa ni kitu ambacho sio sehemu ya stadi za kazi. Na ndio maana nimesema stadi za kazi hazikatazwi. Sasa nataka vyombo vya ulinzi vinishauri kama hii ilikuwa ni stadi za kazi au ilikuwa ni kibarua, asante, au ilikuwa ni kibarua kwa ajili ya kujenga choo. Kwa sababu hapa inasema kuwa na maadili mema wakati wote, na hivyo kuacha kujihusisha na vitendo vya uvunjaji wa kanuni mbalimbali za shule, kutoa mrejesho kwa wazazi walezi kuhusu walichojifunza ili wafahamu na kuweza kumsaidia ipasavyo, kutoa mrejesho kwa wazazi walezi kuhusu jambo lolote linaloagizwa shuleni ili mzazi ashiriki kikamilifu katika maendeleo ya shule. Huu ndio waraka wa elimu namba 3 wa mwaka 2016
kuhusu utekelezaji wa elimu msingi bila malipo, lakini hawatakiwi kutumika kama vibarua katika ujenzi wa miradi au utekelezaji wa miundombinu, katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa miundombinu ya shule. Kwa ndugu zangu Wanamori, mimi nakubaliana naungana na nyie katika majonzi haya, lakini ili iwe faraja kwenu, naomba muwe watulivu kusudi tufanye uchunguzi. Jambo hili kumpoteza Daudi, Rehema na Isaya isitokee tena kwa mtoto mwingine wa Kitanzania ambaye anasoma katika shule zetu za msingi na sekondari. Kwa hiyo narudia tena kutoa pole, lakini kubwa, mkuu wa mkoa na kuelekeza walimu wote wa hapa shule ya msingi Mori waondoeni mara moja wakati uchunguzi unafanyika. Na wakishaondolewa tutafanya uchunguzi. Ndugu zangu, tunafanya uchunguzi, kila mtu amesema tuwe wapole, tuendelee kuwa wastahimilivu. Lakini jambo la pili ambalo nataka kulisisitiza, kazi zote zinazotolewa kama elimu ya kujitegemea mashuleni, ni lazima walimu tukague maeneo haya kwanza ili kuhakikisha kuwa hakuna hatari ya namna hii na wanafunzi wawe chini ya uangalizi wa walimu. Ndugu zangu, kama mwalimu angekuwa na watoto pale, ajali ni mapenzi ya Mungu, lakini unaiona kabisa hatari pale. Sasa sijui vyombo vya ulinzi vitatuambia kama mwalimu alikuwepo au mwalimu hakuwepo. Lakini ninachotaka kuelekeza, lazima maeneo ya kujifunza watoto wetu, stadi za maisha, kazi za kujitegemea, elimu ya kujitegemea, lazima kuwe na usimamizi au uangalizi wa walimu. Lakini jingine ambalo nataka kulisisitiza, kazi zinazohusu ujenzi wa miundombinu ya shule zifanywe na wazazi na jamii husika na sio wanafunzi. Hili liko wazi kwa sababu na mimi naongozwa na waraka uliotolewa na Wizara ya Elimu, na kazi yangu kama waziri wa TAMISEMI imeelekezwa hapa. Wanahabari, nadhani mnanipata ninachokipiga marufuku ni wanafunzi kutumika kama nguvu kazi ya utekelezaji wa miradi husika. Watumike kama sehemu ya kujifunza elimu ya kujitegemea, iwe ni kama sehemu ya stadi za kazi. Lakini jambo jingine ambalo nataka kulisisitiza, ni lazima pia walimu wote wazingatie misingi ya malezi na usimamizi wa wanafunzi wakati wote wanapokuwa shuleni, na hasa umri wa wanafunzi na kazi wanazopaswa kufanya. Ndugu zangu, nataka kusisitiza kwamba sisi ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, na nimefurahi kumuona mdhibiti ubora wa kanda ya kati, tutahakikisha kuwa mazingira ya kusomea watoto wetu yanakuwa salama kwa kukagua shule hizi kila mara.